hakuna wakati ambao tumeuharibu, yote tunaenda sambamba. Fungua nami katika Genesis chapter 3 verse 1 mpaka mstari wa 10. Tusome katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 1 hadi 10. Tusome. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Mstari wa 1. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema, msiyale wala msiyaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Mstari wa 7. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi. Wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamuita Adamu, akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa, kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Bwana Yesu, tuko kwako masaa kama haya. Mungu, kwa uwezo wako zungumza nasi. Bwana, hudumia wana hawa ndani ya ibada hii. Na Yesu, kwa mamlaka yako istahilie sifa. Asante kwa neno lako ambalo ni chakula chetu cha kiroho. Tuomba Mungu kaleta ufunuo kwa kila mmoja, hata wale wanaipokea neno hili Bwana kupitia online service. Bwana, tuomba ukapokee, ukaguze neno lako Yesu, likawahudumie. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Haleluya. Ni wiki ya mwisho ndio tuingie katika wiki ya Pasaka njema. Na ikiwa wiki ya mwisho kuingia katika Pasaka njema, naomba katika ibada hii tujue uhusiano wetu na aliye ndani yetu, na ambaye ni Mungu. Watu wengi ama tulio ndani ya Kristo tumeokoka. Najua nikikuuliza tunaambiwa mmeokoka na nampenda Yesu. Lakini napokuuliza uhusiano wako na Mungu, wenda ukose kunieleza, na kama unaweza nieleza ule uhusiano wako na Mungu, unaweza kuwa hauko, lakini wewe wadhani uko. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza fikiria kana kwamba uko na uhusiano wako na Mungu, lakini ipatikane kana kwamba hata
uhusiano na aliyekuumba. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Na hiyo ni ombi langu katika msimu wa Pasaka. Tuanze kujenga uhusiano wetu na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Maana yeye ni Mungu. Yeye anakupenda. Yeye anatupenda. Na uzuri wa upendo wa Mungu aliye ndani yetu ana mipaka ya upendo. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Unahitaji kujenga uhusiano wako na Mungu. Nahitaji nijenge uhusiano wangu na Mungu, ndipo nipate kuwa na Yesu ndani yangu. Haleluya. Leo nataka tuangalie upande wa pili na kwamba our God, our supplier. My God, my supplier. Wanaandika our God, my supplier. Our God, our supplier. My God, my supplier. Hallelujah. Wala kwa mnaandika andika yetu. Our God, our supplier. My God, my supplier. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Hallelujah. Wakati ambao itaanza upande wa pili. Wakati ambao unahitaji kufungua biashara. Wakati ambao unahitaji kuanzisha biashara yako. Utaangalia ni wapi ambapo nitapata zile bidhaa za kuuza. Ama ni nani ambaye ataniletea zile bidhaa za mauzo. Na yule ambaye unaenda kwake mnajadiliana, mnaelewana, na mnakubaliana kana kwamba ni yeye tu atakuwa anakuletea zile bidhaa za kuuza. Kama kuna watu wako nje pesa si wapewe wengine. Na kama kuna watu wako kule sana siku nafanya riaso na mambo yao. Na ni wakubwa wapewe wengine kwa ibada. Waache kukaa kwa sana siku. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua ni kwa nini hapo nimeingiza sana katika mafunzo. Watu wengi tuko nao ni wageni. Sisi nilikuwa naongea na mmoja akaniambia pastor, mimi sitakataa nilikuwa kanisani. Lakini sikuwa najua kama sehemu ya 10 ni nini. I used to go. Na hata nikutana mkini Wednesday ambaye pia ni mtoto wa madhabahu haya. Kaniambia pastor, sikufichi. Usipotufunza mimi, I will not in that service. Maana ninapo nimetoka. Yale mafunzo mkifunza hatukuambiwa vile. We used to go to the church, twende tuabudu, twende tuondoke, lakini shida tumejaa nazo. So I need more teaching. Hallelujah. Hao ndio watu ambao wameniambia wiki. Na mwingine hapo ni mwana wa madhabahu haya. Siku moja akanipigia simu. Ananiambia pastor, yule ambaye anasikia kile ambacho mhubiri kuanzia Januari mpaka mwezi wa 3, huyu ataibadilika. Kama hajabadilika lazima mimi nasikia nikiwa mkunzi zaidi na yananicheka. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. So I want to emphasize more on teaching, less in prophecy. So prophesy ni kuombea, lakini my teachings tutataka mmoja tuwe katika mafunzo. Haleluya. So nilikuwa nasema kana kwamba if you want to start a business, taka biashara ya kuuza mayai.
utamtafuta yule mtu ama mahali ambapo unaweza pata mtu akuletea yale mayai. Mwende mwelewane baby. Mwende mwelewane kila kitu. Na mwambie basi kwa hili siku ama Jumatatu utakuwa uniletea kiasi fulani. Ijumaa utakuwa uniletea kiasi fulani. Na zile pesa zako nitakuwa nakulipa siku fulani. Haleluya. So yule mtu atakuwa your supplier in that your business. Maana unapoanzisha biashara mtu akukuletea zile bidhaa za kuuza ama mahali pa kupata zile bidhaa za kuuza, ile biashara kwa njia moja itapata kuanguka. Kisha na maana wateja wanahitaji zile bidhaa lakini hauna, na hivyo utapata kana kwamba wameamina katika mahali pengine, mahali ambapo wanaweza pata zile bidhaa. Bwana Yesu apewe sifa. Na hivyo utakuwa mtu mwenye hekima ili biashara yako isimame, upate mahali ambapo unaweza kupokea zile bidhaa. Iwe kwa rahisi, iwe kwa gumu. Haleluya. Wakati ambapo Mungu aliumba Adamu na Hawa, aliwaweka katika shamba la Edeni. Na katika ile shamba la Edeni, God was their supplier. Hallelujah. The man was not working, neither the woman. Lakini Mungu aliwaweka mahali pale, wakawa wanapata chochote kile katika ile shamba. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo walikuwa na uhusiano mzuri na their supplier ambaye ni Mungu. Hawakuweza kukosa chochote kile ndani ya shamba la Edeni. Lolote ambalo walihitaji ilikuwa mle shambani. Haleluya. Lolote ambalo walihitaji Adamu na Hawa ilikuwa katika ile shamba. Walikaa maisha mazuri, walikaa maisha yanayopendeza. Kisha na maana chochote walichohitaji walikuwa nacho. Haleluya. Iwapo ni maji walitaka kunywa, ilikuwa mahali pale maji safi. Hakukuwa na maji ya kuambiwa tena. Iwapo ni matunda, vyakula zote za kila aina zilikuwa katika ile shamba. Kisha na maana walikuwa na uhusiano mzuri na Mungu. Hallelujah. Hivyo God provided to them whatever they needed. Yale mahitaji ulio nayo si kana kwamba hawakuwa nayo. Yale mahitaji yalikuwa, lakini maana walikuwa na uhusiano mzuri na yule supplier ambaye ni Mungu. God provided to them. Bwana Yesu apewe sifa. Hawakuwa wanang'ang'ana. Chochote ambacho walikuwa wanahitaji, naye Mungu aliwapa. Kisha na maana kulikuwa na uhusiano mzuri. Bwana Yesu apewe sifa. Na kwa hiyo waliishi na uhusiano mzuri na yule aliyoweka ndani ya shamba. Wakihitaji chochote kile, walikuwa wanamgeukia Mungu, naye Mungu anawapa. Kama vile ambavyo unapokuwa uhusiano mzuri na yule ambaye anayekuletea zile bidhaa, au tanang'ani, huyu
mtu analipanga nikimpelekea hiyo bidhaa. Unapopiga simu unapata unaletewa chochote ambacho unahitaji. Hivyo ndivyo kuwa uhusiano wetu au uhusiano wa mwanadamu na Mungu. Mungu aliwapatia chochote kilichotaka, walichotaka. Lakini katika mahali yule mwanadamu akakaribu uhusiano wake na Mungu. Haleluya. Wala ambao kuna akili za biashara na mnafanya biashara, the moment ambao wengi wanakuzoea, alikuwa anakuja anachukua mzigo kwako, anaenda anauza na kuletea pesa. Wakati ambao anakuja kuzoea, anaanza kulalisha pesa siku moja, siku ya pili, mwezi unaisha. Nekifikia unaona kana kwamba ni mazoea, na hata kwako unakata uhusiano. Kwenda masikweli. Mwanadamu kunakosa chochote kile alichokuwa anataka, akamzoea Mungu. Na alipozoea Mungu, akakata, naye mwanadamu akatenda yasiyopendeza kwa Mwenyezi Mungu, na akakata ule uhusiano wake na Mungu. Haleluya. Hivyo Mungu akajiondoa ndani ya mwanadamu. Haleluya. Na hivyo Mungu akaacha. Wala hapo ni masomo kwa nini? What can you call the word supply in Kiswahili? Haleluya. Mungu akaondoa uhusiano wake na mwanadamu. Haleluya. Na hivyo mwanadamu akabaki akiwa chochote anachotaka ni lazima ang'ang'ane. Bwana Yesu apewe sifa. Mwanadamu akabakia sasa anachotaka, maana uhusiano umekatwa. Mungu amejiondoa ndani ya ama katika uhusiano wake na mwanadamu. Haleluya. Na mwanadamu akawa anahangaika, mwanadamu akawa anaumia, maana alizoea nikihitaji hii napatiwa, nikihitaji hii naletewa. Sasa uhusiano wa Mungu na mwanadamu ukaondoka. Haleluya. Kuna watu wengi hata katika kanisa la Bwana, maana Mungu anatupenda sote. Mungu anakupenda jinsi ulivyo. God loves you, but God may not be your supplier. Sema amen. Hallelujah. Sema unanipata vizuri. God loves us all. Mungu anatupenda sisi sote. Lakini whether God is not your supplier. Hallelujah. Hapo nanielewa. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu anatupenda na anakupenda, but God may be not your supplier. Bwana Yesu apewe sifa. Hapo mnanielewa kweli? Pastor anapanua vizuri. Wakati ambao Mungu alimfukuza Hawa na wakamwambia, tumefanya dhambi, tumekula matunda uliotuambia tusikule, we are naked.
Mungu alijiondoa ndani yao. Haleluya. Na sasa akaacha mwanadamu aishi maisha ya kung'ang'ana, lakini ingali anampenda. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna watu wengi ambao wanaishi maisha ya kung'ang'ana, naishi maisha ya kung'ang'ana. Hallelujah. Because God is not your supplier. Hallelujah. Na tunahubiri pole pole tu nimshike vizuri. Mungu anawapenda watu wake wote. Sasa ni msimu wa mvua. Inanyesha hata kwa wachawi, inanyesha hata kwa wasiokoka, inanyesha hata kwa waliokoka, na hata wanapanda na wote wanafuna tu. Ni kweli ama si kweli? Sika na kwamba wewe umeokoka ndio Mungu akakuamsha. Hata yule ambaye alikuwa usiku akiimba na ameoa mtu, Mungu amemwamsha. Bwana Yesu apewe sifa. Because God is love. Wanipata vizuri? Mungu ni upendo, anawapenda wote. Na hivyo wote amewaamsha, wote amewapa uhai. Lakini kila ambacho naongea kuhusu leo is the God, our God, our supplier. My God, my supplier. Hallelujah. Je, na kwamba unapoongea kuhusu Mungu katika ufalme wake kuna chochote ambacho tunachotaka? Iwe ni hiyo biashara kwake niko, iwe ni hiyo ndoa, iwe ni hiyo kazi, the Lord whom we worship, he has everything. Mungu tunayemwabudu ako na chochote ambacho mwanangu nakihitaji. Bwana Yesu apewe sifa. Akosi lolote lile ambalo unahitaji, akosi chochote kile ambacho tunachohitaji. Lakini je, chochote ambacho tunachihitaji wakipata kutoka kwake? Hilo ndilo swali ambalo nafaa nijiulize. Bwana Yesu apewe sifa. Maana lolote ambalo nataka yuko naye. Iwe ni biashara, iwe ni kazi, iwe ni ndoa, iwe ni uponyaji, iwe ni nini, lolote ambalo kusumbua kwa akili leo na kwa kichwa yako, God yes. Mungu hajawahi kupungukiwa, na kuna siku ambao atawahi kupungukiwa. Kwa hiyo he is the chief, ama is the mighty supplier. Hallelujah. Angalia, amekuamsha ukiwa salama. Ni kweli ama si kweli? Ingekuwa hiyo hewa unapumua ungelipia maskini kama wewe na mimi, matajiri wangeishi. Kweli ama si kweli? Ingekuwa hii hewa ni ya kulipia, tungetoa wapi pesa sisi? Bwana Yesu apewe sifa. Angalia vile ambavyo kuna mwangaza mzuri. Iwapo unaweza tazama bado, he is God. Hallelujah. Wewe mwenyewe angalia tu vile ambavyo amefunika wingu lake linapendeza, utajua yeye ni Mungu. Hallelujah. Ukijiuliza nini ambalo limeshikilia hii mawingu, ona isianguke, ona isishuke tuangukie, utajua yeye ni Mungu. Na
iwapo ako na uwezo wa kushikilia haya mawili, kukupa hewa kama hii, haleluya, kulete mwangaza ndani yetu, je, Mungu anaweza shindwa na nini? Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Si kama naongea na mtu. Nimekuambia wengi wetu hatujui uhusiano wetu na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Wengi wetu hatujui uhusiano wetu na Mungu. Tuko hapa tu. Iwapo Mungu anaweza kuyafanya haya ambayo tunayaona, Mungu anaweza kosa nini kwako? Iwapo Mungu ana uwezo wa kuweka Adamu na Hawa, na mwanadamu ndiye anayekuwa kichwa kuu, anatoka kwake, anafanya yasiyopendeza, ni nini ambalo Mungu wetu anaweza? Haleluya. Hivyo nataka na naomba tujue kana kwamba the Lord will worship in us everything today. Hallelujah. Naomba tusome Psalms 23. Psalms 23. Tujue who is God. Hallelujah. Who is God and what do we lack? Hallelujah. Kwa nini ambao tunakosa? Kwa nini ambao unakosa? Kwa nini ambao hiyo biashara iko na shida? Kwa nini ambao hiyo kazi unasumbuka ukitoka upati kazi? Kwa nini ambao upati chochote ambacho unakitaka? Hallelujah. Psalms 23 nasema nini? Ni mstari ambao unaojua. Very simple. Lakini it has a meaning to us. Soma kwa mambo tu. Bwana ndiye mchungaji wangu. Ngoja. Haleluya. Nani ambaye ni mchungaji wako? Mungu. Haleluya. Alichunga Adam na Hawa wakiwa shambani. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Ngoja. Mungu ndiye mchungaji wako. God is your supplier. You will not lack anything. But the church of today, we are lacking. Kwende masiku hiyo. Hallelujah. Nimekuambia nisikana kwamba Mungu, God loves you. But God may be not your supplier. Maybe not your supply in your business. Maybe not your supply in your family. Maybe not be your supplier in your job. Hallelujah. This is the mwanangu. God loves you, but maybe not your supply. You may be walking alone. Unaweza kuwa unatembea peke yako na unadhani uko na. Unaweza kuwa unaenda tu peke yako. You are in your business, you are alone. In your job, you are alone. In your family, you are alone. Everywhere, you are alone. Hallelujah. Kisha na maana, God is not your supplier. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na chochote kile. Soma yote. Katika malisho ya majani mabichi unilaza. Kando ya maji ya utulivu uniongoza. Sikiza. Katika wapi? Hallelujah. Kwa nini Mungu atende haya kwetu? If God is your supplier, now God do those things to you. Si tunaelewa na Kiingereza si kweli? Yangu si ile ya Amerika. Yangu ni hapa tu. Ya ndio kumechanganya. Hallelujah. Sielewa Biblia ndani ya Kiingereza sana. Ile you come here, you catch here, you went down, you are walking now. Hallelujah. If God is your supplier,
atakulaza katika majani mabichi. Hallelujah. But why are you struggling? Why are you struggling? Why things are not working? Why things are like that one? Hallelujah. Ama kwanza soma yote ndio nibiri vizuri. Soma mstari wa 4. Uniwisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lako. Basi kwa inasema nini? Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Hallelujah. Nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Hakika wema na fadhili zitanifuata. Hallelujah. Sure, my Bible says in one is surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Say my amen. Hallelujah. Haya yote Mungu amezungumza kwa nani? Na ameyanena kwa nini? Wala ambao our God, our supplier, my God, my supplier. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maana tuambia kana kwamba na hakika wema na fadhili zake zitafuata. Kisha na maana because God is your supplier. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. And I love to talk to the business people. Nilikuja kugundua kana kwamba asilimia kubwa ndani ya wana hawa madhabahu haya they are businessmen and ladies. May God bless your businesses. May God open mighty door in your business, and may God capital even to do your business. Hallelujah. Takani. Okay. Wakati ambao unaenda kwa yule mtu ambaye anakuletea mali ya kuuza, mnaweka maagano mazuri, mnaandika na vizuri. Ni kweli ama si kweli? Utaniletea pesa fulani, nitakupa pesa fulani hivyo. So kuna kwa na ile majadiliano na maandiko ambao unaandika na yeye. Ndipo yule mtu ili kana kwamba atakuletea bila kulikubaliana, unaweza muuliza, unaweza muendea, why have you not told this to me? So there are some of the restrictions ambazo utaweka na yule mtu ambapo akipita ama ukipita mpaka you may break the covenant. Hallelujah. Aya fanya ndipo tusije tukakosa ama usije ukakosa. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Na hivyo for you to prosper in your business, you need a supplier. Because you must go. For you to prosper in your life, you need God. It's your supplier. Hallelujah. Kama hakuna Mungu ndani yako, there's no prosperity. Kweli ama si? Sema ni kweli chala hiyo. If there's no God in you, there's no prosperity. Bwana Yesu apewe sifa.
You struggle in your business because there's no supplier. You struggle in your life because there's no supplier. Hallelujah. You struggle in whatever you do because there's no supplier. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. You struggle in your health. You struggle in your family. Hallelujah. Kwa jangili mambo hayaendi, hayaingiani. Hallelujah. Umekosa pesa. Ile ndio ndani yako. Ile ndio ndani yako tu. Ile neema kama wale wengine. Bwana Yesu apewe sifa. Hapa mwenyewe leo amonelewe. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Meno basi. Nataka tuangalie. Mpendo ukijua kujenga uhusiano wako na Mungu, hicho ndicho chanzo cha mafanikio yako. Utakapokuwa kujenga uhusiano wako na Mungu, hiyo ndio chanzo cha mafanikio ya leo yako. Hiyo ndio chanzo cha kuinuliwa kwa biashara yako. Hiyo ndio chanzo cha kupokea ajira. Hiyo ndio chanzo cha kupokea ndoa. Hiyo ndio chanzo cha uponyaji wako. Hiyo ndio chanzo cha kila kitu ndani yako. Hallelujah. Lakini tunaposhindwa kujenga uhusiano wetu na Mungu, hakuna lolote lile. Bwana Yesu apewe sifa. Unaposhindwa kujenga uhusiano wako na Mungu, hiyo ndio shida mahali zinaanza. Hallelujah. Je, uhusiano wako na Mungu ni gani? Bwana Yesu apewe sifa. Wakati ambapo nimemwambia I want to teach you more. I want to teach you more. Ukiwa na uhusiano mzuri na Mungu, hata ukija kwa madhabahu, God knows before you come. Hallelujah. He is here to give you what you want. Bwana Yesu apewe sifa. He is here to heal you. He is here to heal your business. He is here to give you what you want from Him. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Mungu alipoona okay, huyu mwanadamu nilikuwa nampenda, lakini anapitia mambo. In this business is struggling. In this family is struggling. Wherever you do is struggling. Bwana Yesu apewe sifa. Ndipo naye Mungu, because He has taken that we need, asema huyu mwanadamu atapotea. What can I do to this man? I created him in my own image. This is my viewers. Hata kama ni mkusikiza. Mungu anasema vizuri. This is my image. When I see this somebody, when I see Anna suffering, when I see one suffering, and I created them in my own image, I am the one who is suffering. Hallelujah. That was the reason. Na ndipo Mungu naye akasema, what can I do now?
this son will come and bring connection with my people. Hallelujah. Hallelujah. Mungu akasema nikiona huyu mama sasa ni struggling, I created him in my own image. I am the one who is suffering. Na hivyo nimetafuta mtoto wangu kwa njia yangu. Ndipo yule mtoto arejeshe uhusiano wangu na Mungu. So arejeshe uhusiano wangu na mwanadamu. Na hivyo ndivyo sasa tunajiandaa kwa ajili ya Pasaka. Haleluya. Na hivyo wote wanaomwaminia, wakamwamini huyu Yesu Kristo, ndipo naye Mungu akawakubali tena, and God accepted them, and God now is their supply. Haleluya. Hapo nilipata vizuri. Wewe basi, what are you teaching today? Unanishika vizuri kweli? Nani hapo kufikia pale anaelewa vizuri? Nataka nikuonyeshe ama kwa jamii nikulete ukuje kuona mahali ambapo uchungu wako, uchungu wangu, haleluya, mahali ambapo unatokea. Because what we need to prosper, but to prosper we need our supplier, who is God. Bwana Yesu pewe sifa. You need to prosper, but to prosper now you need God. Sasa Mungu akalete Yesu Kristo ndani yetu, ndipo sasa kukuwe na uridhiano, reconciliation. What do you know? Because you know, speak never you. To reconcile. How can we call it this way? With the uhusiano. What original? Yeah? With the come on, take it to the haleluya. Iko kuwe na uhusiano tena, ama makubaliano, sio makubaliano kwa Kiswahili. So you are not going to speak saying I am speaking English. So that the man and the God, they may reconcile. Hallelujah. Bwana Yesu pewe sifa. After the man was chased from the Garden of Eden, man started suffering. There were more suffering, sicknesses, poverty, because the man was to struggle now to get something to eat. The pain now came to man. Hallelujah. In Genesis, the curses that God. It's like I go to America. Hallelujah. Then let me get it. Hallelujah. Now the man begins suffering. Do you know there are some people who are still suffering like before the time the man was chasing in the Garden of Eden? The people now are, there are some people who are still suffering. But Jesus Christ come now to bring reconciliation. The man can reconcile with his God. Hallelujah. And when the man not reconcile, it became a problem. Don't get reconciled. I'm telling you. Because I didn't get about man actually. So really one person get that's one. I'm going to get it fine. Hallelujah. Significa uma paz. Aleluia. Aleluia. Bwana Yesu asifiwe. Naomba
isikupite. Now Jesus Christ will now be the consolation. Hallelujah. Now, between man and God. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Yesu akapitia yale machungu yote. Now the pain that Jesus Christ passed was now to heal. To heal you, to heal my business, to heal my family, to heal the ministry, to heal every pain that the man was passing through. Hallelujah. So, God loves us. And now, He wanted us again to be our supplier. God knew very well the devil is at work. Bwana Yesu asifiwe. God knew very well the devil is fighting your business. The devil is fighting your family. The devil is fighting your ministry. The devil is fighting even our children and everything that we have. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. And very well, God knew that you cannot make alone. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kufikia hapo tafadhali wanao. Nani hapa anaelewa kile ambacho nabii? Nani hapa anapata kile ambacho nabii? Kama unapata nifungie mkono. Kama unapata kile ambacho nabii, nifungie mkono. So, bali amshiki na inawachake. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Unanipata kama hiyo? Ni hapa kuna mama kiomba basi. Yeah. Hallelujah. Mungu alijua vizuri katika ulimwengu ambao tunaishi nao. Hapa kuna mateso ya kila aina. Bwana Yesu asifiwe. Kuna machungu ya kila aina. Iwapo ni umasikini, iwapo ni magonjwa yako, iwapo ni ukosefu wa ajira huko, iwapo ni uchungu wote ule uko ndani yetu na katika ulimwengu huu. Kwa hivyo Mungu akajua vizuri mwanadamu ataweza. Hallelujah. Hata hiyo kazi uko nayo, hiyo biashara hiyo uko nayo, God knows very well you cannot make it. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. God knows very well you cannot make alone. Hallelujah. Kuna wengi wako na biashara lakini hasina chochote kile. Wengi wakafungua zikaanguka. Kuna watu ambao wanapitia magumu. Kuna watu ambao wana kazi, hii Nairobi wanasunguka wana kazi. But they can speak in tongues. Hallelujah. There are some people ambao wana ndoa hawana. Simply
that you are struggling in your life. You are struggling. I am struggling. Show that God is not in yours. Hallelujah. Hallelujah. Many of us will struggle. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa kila mtu anawiri katika maisha yake. Kwa kila kitu kinawiri. Ama kufanikiwe unahitaji Mungu. Because he can't kosa alikosa ndani yake. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Sijui kama unanishika vizuri hata kama umepata vizuri. When we have the God, then Psalm 23 will not be your psalms. Unapokosa Mungu, the Zaburi 23 haitakuwa Zaburi yako. Because hatuna the supplier. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah.
ya kwake. Amekujibu kweli? Amekujibu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Angalia walio maskini au kanisani au maskini. Hallelujah. See. Why can't you believe? Why can't you trust about believing God? Hallelujah. Now kubali Yesu akuwe your supplier. Kubali Mungu akuwe your supplier. Hallelujah. Ndio yeye ndiye aliye na uwezo wa kuondolea maumivu ndani yako. Let us concentrate on that. Let us concentrate on this. Because I know what it means. You're putting in other circumstances. He knows the gift that he has given to me. Hallelujah. And because he knows, he will supply people to be healed, people to be delivered, and all the glory goes to him, the supplier. Hallelujah. Sikia mkojo. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Au utasikia una kazi au utasikia hiyo. Hallelujah. Au utasikia maskini umekupata au utasikia magonjwa kwa. Why? Because he is God. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. And your